Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika Dominika hii ya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni sherehe ambayo wengi tumeizoea kuita sherehe ya Ekaristi Takatifu. Ni siku ambayo tutatembea na Yesu Ekaristi huko nje katika mitaa yetu, katika familia zetu mbalimbali. Ni sherehe ambayo vile vile katika baadhi ya parokia vijana wetu watapokea kwa mara ya kwanza sakramenti ya Ekaristi Takatifu, yaani mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunawaombea watoto wetu hao, tunawatakia kila jema ili wanachokipokea kiweze kuleta manufaa katika maisha yao ya kiroho, katika maisha yao ya makuzi ya kiimani. Vile vile kuna parokia ambazo zinatumia jina hili. Parokia mbalimbali inaitwa parokia ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni sherehe ya parokia. Tunawaombea kila jema, Mungu azidi kuwabariki, azidi kuwaneemesha na washerekee sherehe hii kwa amani na utulivu, na baraka za Mungu zionekane. Wazo letu la leo, ndugu zangu katika Kristo, tukiwa na picha nzima ya sherehe hii kwa pamoja, ni Ekaristi Takatifu inaongea. Ekaristi Takatifu inaongea. Sasa wazo hili linatoka wapi na Ekaristi Takatifu inaongea nini? Ni kile ambacho tutatafakari katika Dominika hii. Ili uweze kuelewa sasa, naomba nieleze historia nzima ya tukio hili ambalo tunalifanya. Lilianzia wapi? Dominika hii ilianzia wapi? Sherehe hii ilianzia wapi? Historia, mwaka 1208 mtawa wa kike wa shirika la Cisterne aitwaye Juliana, kutokana na upendo wake mkuu kwa Ekaristi Takatifu, alianzisha vuguvugu la kuadhimishwa sherehe hii. Huyu mtawa alitamani sana upendo aliokuwa nao kwa Yesu wa Ekaristi uenee duniani kote, lakini basi ilishindikana. Katika mwaka 1208, miaka michache baadaye, padre mmoja katika mji wa Bolsena, Italia, alikuwa na mashaka juu ya uwepo halisi wa Yesu katika maumbo ya mkate na divai. Huyu padre katika maadhimisho yake, alipokuwa anaadhimisha misa, yeye sasa alianza kuona matone ya damu katika hostia takatifu. Sasa baadaye haya mashaka yake yalianza sasa kupata ukweli au kupata majibu, na kweli muujiza huu mkubwa ulitokea. Huyu padri katika kuadhimisha sasa hii misa, kile alichokuwa anakinyanyua kilibadilika kuwa mwili na damu halisi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo tukio hili lilikasambaa nchini Italia na watu wakaanza ibada ya Ekaristi Takatifu, kuabudu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kutokana na kusambaa kwa muujiza huu, Papa Urbanus wa 4 alianzisha sherehe hii mwaka 1264. Kwa hiyo tutambue kwamba sherehe hii ilianzishwa na Papa Urbanus vizuri kabisa, huyu wa 4, mwaka 1264. Akatangaza kuwa sherehe hii iadhimishwe kote duniani na maandamano yafanyike nje ya kanisa ili kushuhudia kwa wengine ukweli huu wa imani yetu kuwa Kristo yupo nasi siku zote katika maumbo ya mkate na divai. Kwa hiyo ndio maana utaona tunatoka nje, tunatembea ili kushuhudia ulimwengu kwamba Yesu Kristo yupo kweli katika maumbo ya mkate na divai, na sisi tuko naye. Mtakatifu Maximiliani Kolbe alisema hivi: kama malaika wangekuwa na wivu juu ya mwanadamu, wangekuwa na sababu hiyo kwa jambo moja tu, nalo ni Ekaristi Takatifu. Na Mtakatifu Padre Pio anasemaje? Ekaristi Takatifu ndiyo zawadi ambayo Kanisa Katoliki linajivunia. Kwa hiyo ndugu zangu katika Kristo, tunapofanya sherehe hii, tunapotembea nje huko, tutambue kwamba hata malaika wanaona wivu. Tutambue kuwa vile vile
ni kitu ambacho sisi kama Wakristo wa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume tunajivunia. Tutembee kifua mbele tukiamini Yesu Kristo yuko nasi siku zote za maisha yetu. Anasema, tambua niko nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kristo anajitoa mwenyewe, ndio maana tunatembea mzima mzima kama kondoo wa Pasaka mpya, alisema Mtakatifu Sirili wa Alexandria. Anatoa kikombe Kristo na kusema, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Tumesikia Paulo akilishuhudia hilo. Anatoa mkate na kusema, huu ndio mwili wangu. Naomba niwaambie, Yohane Mbatizaji aliliona hili mapema sana na akaonyesha wanafunzi wake akisema, tazama tazama mwana kondoo wa Mungu. Injili ya Yohane ile sura ya 1 aya 36. Aliona kwa damu yake mwanadamu atakombolewa katika utumwa wa dhambi na kuwa huru. Injili ya Yohane ile sura ya 1 aya 29. Iko hivi, na hiki ndicho kisherekea leo, tunachotaka ulimwengu wote ujue tunapotoka nje na kutembea. Mtakatifu Sirili wa Yerusalemu anasema, jiulize, kama Yesu mwenyewe anasema huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu, hivi ni nani anayeweza kubisha juu ya hili? Hivi ni nani anayeweza kuwa na mashaka juu ya hili kama Yesu Kristo mwenyewe amesema? Naomba niwaambie, tufanye sherehe hii bila kusahau kwamba Yesu Kristo yupo kati yetu na alichokisema ni kweli, na tusiwe na mashaka. Papa Francisco anasisitiza kuwa katika kutembea na Yesu huyu, alisisitiza hivi, tusitembee tu, bali tufanye tafakari ya kina ya maisha yetu na mahusiano yetu na Mungu. Hatuna mashaka kwamba ni yeye, tunamtembeza kwa watu, lakini tufanye tafakari juu ya maisha yetu. Na tufanye tafakari hii nzuri, utaamini au utaelewa kwamba Yesu Kristo huyu anaongea. Ekaristi Takatifu hii tunayotembea nayo inaongea nini? Naomba niongee mambo makuu mawili ambayo inaongea. Moja, ulimwengu una njaa. Ekaristi Takatifu ni muunganiko wa upendo wa ndani kabisa kati yetu na Yesu Kristo, lakini ni muunganiko pia unaotudai kusambaza muunganiko huu kwa jirani zetu na kuelewa kuwa haya sasa ndicho tunachotaka kukielewa. Ulimwengu una njaa. Lazima uelewe kuwa tunapoonja shibe ya mwili na roho katika Ekaristi Takatifu, tuelewe ulimwengu una njaa ya chakula. Watu wanakufa kila kona kwa njaa. Tumuombe Kristo awaone hao wanaohangaika usiku na mchana kukosa chakula. Injili ya Mathayo sura ya 25 aya 31 mpaka 45 inasema nini? Tunapoonja umoja, ushirika kati yetu na Kristo kwa kupokea mwili na damu yake, kama alivyosema Mtakatifu Peter Julian Helmand, tutambue kuwa ulimwengu una njaa ya communion, njaa ya umoja. Ulimwengu una njaa. Watu wana utengano wa ndani, familia nyingi zina migogoro, ndoa nyingi zimetangana, koo nyingi zina mafarakano. Watu katika taifa moja, ofisi moja, taasisi moja hawana ushirikiano. Tuwaombe hao, Mungu awalete pamoja. Ulimwengu una njaa. Tunapoonja urafiki mbele ya Yesu wa Ekaristi, kama anavyoeleza katika Injili ya Yohane ile sura 15 aya 15, tuelewe kuwa ulimwengu una njaa ya urafiki. Wanadamu wengi ni wapweke, wanaongea peke yao, wanalia peke yao, wanabeba misalaba mizito peke yao, hawana kuongea nao. Tuwapeleke hawa kwa Kristo, tumwambie Kristo wawaone. Ulimwengu una njaa. Tunapoonja upendo mbele ya Yesu Ekaristi, kwa sababu Mtakatifu wa Thomas wa Aquino anasema Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya upendo, kama ilivyo katika Injili ya Yohane ile sura 15 aya 13. Tutambue kuwa ulimwengu una njaa ya upendo. Ulimwengu umejaa chuki, umejaa hasira, umejaa vita,
umejaa visasi. Wanadamu wanawindana wenyewe kwa wenyewe, nchi zinawindana zenyewe kwa zenyewe, vilio ni kila kona, vita ni kila kona, watu wanapotezwa, wanauawa kila kona. Amani, furaha, upendo vimekuwa msamiati. Tutoke nje, tuonyeshe upendo, tuambie watu kwamba Kristo anataka tupendane. Ndio maana tunatoka na kutembea. Tunapoonja mguso wa nafsi mbele ya Yesu Ekaristi, tuelewe kuwa ulimwengu una njaa ya kufikiwa. Kuna watu ni untouchable kabisa kwa sababu ya hali zao za kiuchumi, magonjwa au mazingira yanayotoka. Wanahitaji mtu wa kuwagusa na kuambia pole, utapona. Pole, Mungu anakupenda. Pole, usife moyo. Pole, usikate tamaa. Pole, una nafasi nyingine. Pole, ulimwengu una njaa ya pole. Tutoke nje, tutembee, tuambie watu pole. Tuambie watu pole. Tunaposikia nafsini mwetu maneno ya faraja mbele ya Yesu Ekaristi, kama Injili ya Mathayo ile sura ya 11 aya 28 mpaka 30, tutambue na kuelewa kuwa ulimwengu una njaa ya Injili. Ulimwengu unahitaji kusikia habari njema, alisema Mama Teresa wa Kalikuta. Ulimwengu ambao umegubikwa na habari za vitisho, vita, mashetani, laana, chuki, ajali, vimbunga, magonjwa ya mlipuko na vifo, unastahili kusikia habari njema ya Injili. Licha ya hayo yote, Kristo bado yupo kati yao, si kama mtazamaji, ila kama mkombozi wao. Tutoke nje, tuwatangazie watu habari njema ya Injili. Tuambie Kristo bado yupo kati yao. Ulimwengu una njaa. Tutoke nje, tuwe sababu ya chakula kwao. Tuwaeleze kwamba Kristo anawapenda, Kristo anawaona na Kristo anawajali siku zote za maisha yao. Ekaristi Takatifu inaongea, inakwambia ulimwengu una njaa. Jambo la pili na la mwisho, maisha yanahitaji kujitoa sadaka. Maisha yanahitaji kujitoa sadaka. Ndugu zangu, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika homilia yake siku ya vijana duniani, ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 1997 mjini Paris, Ufaransa, alisema katika Injili ya Yohane ile sura ya kwanza aya 38 mpaka 41, wanafunzi wa Yohane Mbatizaji wawili akiwemo Andrea walimuuliza swali Yesu wakisema, Rabi, unakaa wapi? Yesu akawajibu, njooni nanyi mtaona. Papa anasema leo hii swali hili lina majibu ya wazi kabisa, kwa sababu sote tunajua Yesu Kristo anapokaa ni katika Ekaristi Takatifu. Yesu anakaa katika Ekaristi Takatifu. Hivyo hatuwezi kutenganisha sakramenti ya Ekaristi Takatifu na maisha kujitoa sadaka, kama alivyosema Askofu Fulton Sheen. Naomba niwaambie, unyunyu wenye harufu nzuri ni zao la mawaridi yaliyopondwa vizuri vizuri. Mkate ni zao la ngano iliyopondwa vizuri. Hivyo tunapotoka nje, tunapotembea na Yesu wa Ekaristi, hatuna budi mimi na wewe kama wafuasi waaminifu wa Yesu kuponda kiburi chetu ili tuwe sadaka katika maisha wengine. Hatuna budi kuponda vyeo vyetu ili tuwe sadaka katika maisha wengine. Hatuna budi kuponda muda wetu kwa ajili ya wengine. Hatuna budi kuponda matamanio yetu ya kibinadamu kwa ajili ya wengine. Hatuna budi kuponda nafsi zetu kwa ajili ya kutoa sadaka kwa wengine. Na huu moyo wa kujiponda tutaupata wapi? Ni pale tutakapotenga muda kukaa na Yesu wa Ekaristi, alisema Mtakatifu Francisco wa Sale. Naomba nimalizie kwa simulizi hii. Naomba nimalizie kwa simulizi hii nzuri ambayo itakufanya utafakari katika maisha yako. Inasemekana simulizi hii ilielezwa na katibu binafsi wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Anasema hivi, huyu katibu, mara baada ya kuchaguliwa kuwa papa, Yohane Paulo wa Pili alipotea, hakujulikana yuko wapi. Katibu anasema hivi, nilienda chumbani kwake baada ya chakula cha usiku, niligonga mlango wake, akujibu, akuwepo chumbani. Nilienda kwa haraka katika kanisa kidogo cha nyumba yake na kuwasha taa, ila sikumuona. Niliuliza makardinali niliokutana nao katika
mahangaiko yangu hakuna aliyenijibu. Anasema, nilipokuwa narudi kwa bahati nilikutana na padri mmoja ambaye alikuwa ni katibu wake nchini Poland kipindi kile. Nilipomuuliza kuwa papa yupo wapi, aliniangalia na kutabasamu, kisha akasema, nenda vizuri kanisani, washa taa na angalia vizuri sakafuni, utamuona. Anasema, nilipofanya hivyo nilishangaa kumwona papa akiwa amelala kifudifudi, huku akiwa ametandaza mikono yake chini mbele ya Yesu wa Ekaristi. Kitendo hiki kilinigusa sana. Naomba niwaambie leo hii, mimi na wewe, watu wasitafute mahali pengine popote pale, bali mbele ya Yesu wa Ekaristi. Tusiende kulia kwa yoyote yule katika mahangaiko yetu ya maisha, bali mbele ya Yesu wa Ekaristi. Tunapomtembeza Yesu huko mtaani, tumtembeze vile vile katika maisha yetu. Anapoleta faraja huko tunakotembea, alete faraja vile vile katika maisha yetu. Tunapoonyesha watu kwamba Yesu Kristo yuko nao siku zote za maisha yao, tujiambie sisi pia kwamba Yesu Kristo yuko nasi katika safari yetu ya maisha na hata tuwacha kamwe. Baraka hii ikae nawe na Mungu akubariki. Yesu wa Ekaristi awe baraka katika familia yako, katika kazi zako na katika chochote unachokifanya. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Siku zote wewe upate utakatifu na Mungu atukuzwe. Amina. Niwatakie Dominika njema.